Kinga ni bora kuliko tiba, lakini kwa wakazi wa Kwahani hali imekuwa tofauti. Maji machafu yanayotiririka kutoka kwenye nyumba mpya zilizopo eneo hilo yamegeuka kuwa chanzo cha hofu na wasiwasi, hasa katika kipindi hiki cha mvua kinachoongeza hatari ya magonjwa ya mlipuko. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wameiomba serikali kutatua changamoto hiyo na kuondoa kabisa tatizo hilo. Maji yanatuathiri majumba yetu, mpaka sasa hivi ndio mnayaona yale, muone vile ile hali ilivyo ile, basi mpaka ndani. Ukishika mchanga wote unaporomoka na ndani huwezi kulala, maji yananuka, utafikiri mzoga wa aina gani, hata utie udi. Alafu watoto wanacheza hapa, watu wakipita wakaenda msikitini wallahi hawawezi hata kupita. Wanazunguka sehemu nyingine kwa kero la maji. Na sasa hivi maji yanapita hapa pembe hii, mpaka sasa hivi wanashazunguka kwa nyumba hii hapa ya kwangu, yanazunguka maji yanapita vile vile, watu pa kupita hawana. Jabani lokero, watu saidie au mtusaidie, mtufanyie, maana hata si tufanye mbinu gani? Tushachoka. Maji machafu yanatuathiri na watoto wetu, maradhi ya milipuko yanatokezea kama hivyo, na sisi tuna watoto, tutafanya nini? Alafu ndivyo vijumba wenyewe vinabomoka, tutakaa wapi? Maji mengi, hatuna amani. Sisi nyumba yetu ishadata hiyo, ishaoza, ishapasuka yote. Maji mengi yanatuathiri. Kwa kweli ndio hivyo, kweli letu ndio hilo, tumechoka. Tumechoka. Hatuna amani hata kidogo. Maji yakimwagika harufu tupu. Mimi silali kwa harufu. Mimi silali kwa harufu, maana anachanganyika na kinyesi. Wachimba shimo lao kubwa ambayo yakijaa mashimo yao kule yanaingia kwenye ile shimo, lakini lile shimo lishapasuka, bado yanamwagika maji, yanatujasia hiyo uchafu karaha mpindo mmoja. Maji mengi sana yeshatuathiri na tumechoka, kilio chetu tumechoka. Kwa kweli tunaathirika, maana mpaka vyumbani maji yanaingia, chini ya makabati maji yanapita. Yani hatuna amani, sasa kusema la haki. Vifusi ndo kama vile vinachukuliwa na maji. Maji yananuka, mpaka yananuka mavi hayo, kusema laki mpaka leo. Maji yananuka mavi kule, yale manini yale yamestiriwa uzuri, lakini bado nafikiri hata kama si kuna watu wengine wanatia au vipi hatutambui. Lakini maji yananuka, saa nyingine vyumbani hatulali kwa harufu ndani. Maji yanatoka humo ndani kama mifereji yanapita. Kuta zote zishaathirika. Mejana anavuta cherahani vinaiweka, basi ilitumbukia yote chini. Imetumbukia alafu ndo nikaitoa. Kwa hiyo kero letu ndo hayo maji yanatuathiri kweli kweli. Akizungumza kwa njia ya simu, mkuu wa wilaya ya Mjini ndugu Saidi Haji Mrisho amesema hatua zinaendelea kuchukuliwa na serikali imejipanga kuhakikisha kuwa suluhisho linapatikana. Tutashirikiana na wenzetu ambao jengo lile sasa hivi liko chini ya shirika la nyumba. Tutawajulisha kuhusu hii kadhia, kwa sababu hii si mara ya kwanza. Huko nyuma ishawahi kutokezea, tukakuta kwamba ile boya la kwamba maji sasa yakijaa lizuie liliharibika. Kwa hiyo tutawarudia tena wakafanya marekebisho ili maji yasisambae. Lakini kuhusu hawa wananchi ambao hawana maji, au tutaongea na Water kwenda kufanya connection upya, kwa sababu ishawahi kufanywa huko nyuma na sijapata malalamiko. Ina maana haya sasa nayapokea na nafanya kazi.